Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein na tunaendelea kukujuza mambo mengi ambayo yanajiri katika ulimwengu. Baada ya kuingia madarakani kwa rais wa Marekani Bwana Donald Trump, kumekuwa na uhusiano mbaya zaidi kati ya Marekani na Iran. Lakini uhusiano huu mbaya ni kutokana na suala zima la nyuklia. Lakini swali ni je, Marekani inahitaji nini juu ya suala zima la nyuklia la Iran? Lakini kwa nini yenyewe ina nyuklia huku ikikataza Iran kutokuwa na silaha hizo? Basi endelea kuwa nami uweze kufahamu kwa mapana kuhusu hili. Marekani na Iran zinatarajiwa kufanya mazungumzo ya kwanza baada ya miaka kadhaa siku ya Jumamosi ili kujaribu kufikia makubaliano mapya kuhusu mpango tata wa nyuklia wa Iran. Donald Trump, rais wa Marekani, aliondoa Marekani katika makubaliano ya awali ya nyuklia kati ya Iran na mataifa yenye nguvu duniani mwaka 2018 na kurejesha vikwazo vya kiuchumi, jambo ambalo lilikasirisha Iran. Trump ameonya kuhusu hatua za kijeshi iwapo mazungumzo hayo hayatafanikiwa. Lakini swali ni kwa nini Iran hairuhusiwi kuwa na silaha za nyuklia? Iran inasema kwanza mpango wake wa nyuklia ni kwa madhumuni ya kiraia pekee, lakini inasisitiza kuwa haijaribu kutengeneza silaha yoyote ya kinyuklia. Lakini nchi nyingi pamoja na shirika la kimataifa la uangalizi wa nyuklia, shirika la kimataifa la nishati ya atomiki IAEA hazijashawishika. Mashaka juu ya nia ya Iran yaliibuka wakati nchi hiyo ilipogunduliwa kuwa na vifaa vya siri vya nyuklia mnamo mwaka 2002. Hili lilivunja mkataba uitwao mkataba wa kuzuia uenezaji wa nyuklia NPT, ambao Iran na takribani nchi nyingine zote zimetia saini. NPT inaruhusu nchi kutumia teknolojia ya nyuklia isiyokuwa ya kijeshi kama vile dawa, kilimo na nishati, lakini hairuhusu uundaji wa silaha za nyuklia. Lakini je, mpango wa nyuklia wa Iran umeendelea kwa kiasi gani? Tangu Marekani ilipojiondoa katika mapatano ya nyuklia yaliyopo yanayojulikana kama mpango kamili wa utekelezaji wa pamoja au JCPOA mwaka 2018, Iran iliamua kukiuka ahadi kuu kutokana na kuwekewa vikwazo vingi na mataifa ya Magharibi baada ya Marekani na baadhi ya mataifa ya Magharibi kujitoa katika JCPOA, na hii ilikuwa ni katika kulipiza kisasi uamuzi wa kurejesha vikwazo vya kiuchumi dhidi yake. Imeweka maelfu ya vinu vya hali ya juu na mashine za kusafisha ili kurutubisha uranium kwa wingi, jambo ambalo lilipigwa marufuku na JCPOA. Silaha za nyuklia zinahitaji uranium ambayo imerutubishwa hadi 90% ya usafi. Chini ya JCPOA, Iran iliruhusiwa tu kumiliki hadi kilo 300 za uranium iliyorutubishwa hadi 3.67 iliyotosha kwa nguvu za nyuklia za kiraia na madhumuni ya utafiti, lakini sio mabomu ya nyuklia. Lakini kufikia Machi mwaka 2025, IAEA ilisema Iran ilikuwa na takribani kilo 275 za uranium ambazo imerutubisha hadi 60% ya usafi. Hiyo inatosha kinadharia kutengeneza karibu makombora 4 hadi 6 ya nyuklia ikiwa Iran itarutubisha zaidi uranium. Maafisa wa Marekani wamesema wanaamini kuwa Iran inaweza kubadilisha madini hayo ya uranium kuwa nyenzo za kiwango cha silaha za kutosha kwa bomu moja ndani ya wiki moja. Wamesema pia inachukua Iran kati ya mwaka hadi miezi 18 kutengeneza silaha za nyuklia. Wataalamu wengine wanasema kifaa kichafu kinaweza kujengwa ndani ya miezi 6 tu au chini ya hapo, kwa maana bomu la nyuklia ambalo Iran wana uwezo nalo kulitengeneza. Sasa kwa nini Trump alijiondoa kwenye makubaliano haya ya nyuklia mwaka 2018 katika awamu yake ya kwanza ya urais? Umoja wa Mataifa, Marekani na Umoja wa Ulaya ziliwekea Iran vikwazo vikubwa vya kiuchumi kuanzia mwaka 2010 kutokana na tuhuma kwamba mpango wake wa nyuklia ulikuwa unatumiwa kutengeneza mabomu. Vikwazo hivyo vilizuia Iran kuuza mafuta katika masoko ya kimataifa na kuzuia dola bilioni 1 ya mali za kigeni za nchi hiyo. Uchumi wake ulitumbukia kwenye mdororo na thamani ya sarafu yake ilishuka hadi kufikia kiwango cha chini kabisa, jambo ambalo lilisababisha mfumuko wa bei kupanda. Mnamo mwaka wa 2015, Iran na mataifa 6 yenye nguvu duniani, Marekani, China, Ufaransa, Urusi, Ujerumani na Uingereza walikubaliana na JCPOA baada ya miaka mingi ya mazungumzo.
pamoja na kuweka kikomo kile Iran iliruhusiwa kufanya na mpango wake wa nyuklia, iliruhusu IAEA kufikia vituo vyote vya nyuklia vya Iran na kufanya ukaguzi wa maeneo yanayoshukiwa. Kwa mujibu wa mamlaka, yalikubali kuondoa vikwazo. Makubaliano ya JCPOA yalipangwa kudumu hadi miaka 15 na baada ya hapo vikwazo vingeisha kabisa. Lakini licha ya hivyo, bado nchi za magharibi hazikukubaliana na mpango huo. Lakini wakati huu bado nchi za magharibi zimekuwa na wasiwasi. Wasiwasi wa nchi za magharibi kwanza ni Iran kukiuka mpango wa NPT, lakini pili ni kuhofu kwamba huenda siku moja Iran ikafanya mashambulizi ndani kabisa mwa nchi ya Israel. Ndiyo hofu kubwa ya watu wa Marekani pamoja na mataifa ya Ulaya. Trump alipoingia madarakani mwaka 2018 aliondoa Marekani ambayo ilikuwa nguzo muhimu ya makubaliano hayo. Alisema ni mpango mbaya kwa sababu haukuwa wa kudumu na haukushughulikia mpango wa makombora wa ballistic wa Iran, miongoni mwa mambo mengine. Na hata wakati huu inatajwa kwamba pengine Trump katika mazungumzo ya nyuklia huenda akaingizia juu ya makombora ya ballistic ya Iran, jambo ambalo Iran haitokubaliana nalo, na hivi ndivyo wachambuzi wa mambo wanavyoona huenda vita ikaibuka tena. Trump aliwekea tena vikwazo vya Marekani kama sehemu ya kampeni ya shinikizo la juu zaidi ili kushinikiza Iran kujadili makubaliano mapya na yaliyopanuliwa. Uamuzi wa Trump uliathiriwa na washirika wa kikanda wa Marekani ambao walikuwa wakipinga mpango huo, haswa Israel. Israel ilidai kuwa Iran bado inafuata mpango wa siri wa nyuklia na kuonya kuwa Iran itatumia mabilioni ya dola katika msamaha wa vikwazo ili kuimarisha shughuli zake za kijeshi. Mtazamaji wa The World News, bila shaka kuna jambo umeweza kulifahamu juu ya makala hii, na ni namna gani ambavyo Marekani imeamua kuweka vikwazo dhidi ya Israel kutokana na mpango wake wa nyuklia. Basi endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, lakini pia kusubscribe channel hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.